Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran hatimaye yatikiswa kwa mara nyingine tena na mashambulizi makali kutoka Israel pamoja na Marekani. Milipuko imesikika katikati ya mji mkuu wa Iran huku kukiwa na mashambulizi ya Marekani na Israel. Msururu wa milipuko ulisikika mjini Tehran huku Marekani na Israel zikizidisha mashambulizi zaidi dhidi ya Iran. Kulingana na mwandishi wa habari wa Anadolu, milipuko iliyofuatana ilitokea katika maeneo ya mashariki na magharibi mwa jiji ikifuatiwa na moshi mwingi unaopanda angani. Israel inasema imeanza kulenga shabaha kaskazini mwa Iran, jeshi la nchi hiyo limeeleza. Jeshi la IDF la Israel limesema kuwa limeanza kulenga shabaha kaskazini mwa Iran kwa mara ya kwanza tangu lianzishe vita vyake dhidi ya nchi hiyo. Katika taarifa, jeshi limesema jeshi la wanahewa la Israel lilifanya mashambulizi yakiongozwa na jeshi la wanamaji na ujasusi wa kijeshi. Hata hivyo, kutokana na mashambulizi yanayozidi kuongezeka, rais wa Marekani Donald Trump anapinga mashambulizi zaidi kwenye maeneo ya nishati ya Iran baada ya Israel kugonga eneo la Pars Kusini, ripoti zimeeleza. Rais Donald Trump wa Marekani hataki mashambulio yoyote zaidi ya miundombinu ya nishati ya Iran baada ya mashambulizi ya Israel katika eneo la gesi la kusini mwa Pars, gazeti la Wall Street limeripoti likinukuu maafisa wa Marekani. Trump ambaye alidai kwamba hakuwa na ufahamu juu ya shambulizi lililofanywa na Israel dhidi ya Iran hasa katika eneo lake la Pars Kusini, baadaye aliunga mkono kama ujumbe kwa Tehran juu ya kuzuiwa kwake kwa mlango bahari wa Hormuz, na amesema anaweza tena kuwa wazi kulenga vituo zaidi vya nishati vya Iran kulingana na hatua za baadaye za Tehran katika njia ya maji, jarida hilo la Wall Street limeeleza. Hata hivyo, kutokana na mashambulizi hayo ambayo baadhi ya mashambulizi yamewaua viongozi nchini Iran, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei ameapa kwamba wauaji wahalifu waliohusika na mauaji ya afisa mkuu wa usalama Ali Larijani watalazimika kulipa kisasi hivi karibuni. Katika taarifa yake Jumatano, Khamenei alisema alipokea kwa masikitiko makubwa habari kuhusu kuuawa kwa Ali Larijani, katibu wa Baraza Kuu la Usalama la Kitaifa, pamoja na mwanaye na wenzake kadhaa. Alimtaja Larijani kama mtu mwenye ujuzi, kuona mbele na hekima, akiongeza kwamba karibu miongo mitano ya utumishi katika nyanja za kisiasa, kijeshi, usalama, kitamaduni na kiutawala ilimfanya kuwa mtu mashuhuri. Khamenei alisema mauaji ya Larijani yanathibitisha umuhimu wake na uadui uliowekwa na maadui wa Uislamu dhidi yake, akionya kwamba kumwaga damu ya watu kama hao kutaifanya kuwa na nguvu zaidi. Kila tone la damu lina kisasi chake, na kwamba wauaji wahalifu na wafia imani hawa watalazimika kulipa hivi karibuni, aliapa kiongozi huyo mpya wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.